Karibu sana mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa simulizi yetu nzuri kabisa, simulizi ya kweli ya maisha ya Mr. Gundi. Tunaingia sehemu ya 11 ya simulizi yetu. Katika sehemu ya 10 tumeona mambo mengi, lakini ikiwa na mke wa Mr. Gundi kufunga safari mpaka nyumbani kwa mama yake, na alienda huko kwa lengo la 40 ya msiba ambao ulitokea. Lakini baada ya siku kukatika na Mr. Gundi kumwambia mke wake arejee mjini kwa sababu amemaliza kitu ambacho kilimpeleka kijijini huko, mke huyo Mr. Gundi aligomea kabisa kurudi tena mjini. Mwisho kabisa alifunguka na kusema kwamba hawezi kurudi ikiwa Mr. Gundi hatoenda kumwona mama yake, na hii ilimlazimu Mr. Gundi afunge safari mpaka nyumbani kwa kina Mwanahawa, nyumbani kwa mama mzazi wa Mwanahawa. Na sasa Mr. Gundi amefika kijijini huko. Baada ya kufika, Mr. Gundi anatueleza kwamba mazingira aliyokutana nayo nyumbani hapo hayakuwa rafiki kabisa, kitu ambacho kilimuumiza sana katika nafsi yake, kwa sababu hali aliyomkuta nayo mtoto wake na mazingira ya pale nyumbani kwa ujumla hayakuwa rafiki. Hiyo ndio sehemu ambayo tuliishia. Nikukaribishe sana katika sehemu ya 11 ya simulizi hii, na nikukumbushe tu kwamba usisahau kusubscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uweze kujihakikishia kuwa mwanafamilia wa kudumu wa chaneli yetu, na pindi tu zinapowekwa simulizi mpya uweze kuzipata kwa wakati sahihi. Lakini mazingira alokuta sio mazingira rafiki. Yaani ule mtoto mwenyewe nimemkuta pale, yaani ana mafua, yaani mafua yale yaani unajua ile mtoto, unajua mazingira ya kijijini jinsi alivyo. Wao ndo wameshikilia ndizi, wanakula ndizi kavu. Kuna mkubwa wao ambaye yupo pale ambaye aliachiwa kama yeye ndo akae na wale watoto, kalala kajikunyata. Yaani kwa kukadiria yule ni darasa la 4 la 5. Alikuwa sio mkubwa sana. Bado ni mdogo. Basi kumwangalia yule mtoto mipele, yaani ana vipele fulani hivi ambavyo vimemtoka. Yaani kama ana vidonda fulani vya vipele. Ni kweli mimi niliumia sana. Kwa sababu nani Fatuma na watoto wa kwa sababu yule dadao mkubwa pale alikuwa na watoto watatu si wawili, na yule ambaye alitoka Morogoro yule Jamila naye pale alikuwa na yeye na watoto, na yeye alikuwa na mtoto mmoja, na yule mwenyewe mama mwenyewe pale yule mama yao alikuwa na watoto 3 si 4. Umeona? Basi kwa pale tukuta kama vitoto vile kwa kama 4 hivi vidogodogo, na kuzingatia ndio ilikuwa kama 5. Basi nikamwambia nimeshakula, hatujala. Basi vitu vile alikuwa shanipokea na viweka ndani. Nikamwambia kalete ile mizigo mingine, akaleta kwa niwanua na makeki. So unajua tena watoto nunua makeki, nikanunua majuisi, mabiskuti. Unajua tena watoto unavyoenda. Unajua mimi mwenyewe nimekulia mazingira, yaani japokuwa sijakaa sana Rufiji, lakini mazingira ya bushi na ya jua. Kwa hiyo kuna vitu fulani ambavyo kipeleka, yaani mtu anakuwa yaani inakuwa kama inakuwa ni kama zawadi fulani special. Basi nikawatolea nini, kulikuwa kuna vikeki fulani vilikuwa vinakaa kwenye kama kakofia fulani hivi cheupe vile vikeki vile vilikuwa vinauzwa dazeni vile, nilinunua kama dazeni 2. Basi nikatoa kile kimoja nikachana, nikawapa 2, nikatoa na juisi, nilinunua juisi fulani za maembe nikawapa, wakawa wanakunywa hapa. Nikamuuliza ule shemeji, maana yule ni shemeji, nikamuuliza dada yako yuko wapi? Nikamwambia dada yuko wapi? Dada, mama na wengine wako wapi? Akaniambia mama alitoka alienda sijui wapi sijui. Na dada zako ambia naye ametoka ameenda shambani. Shamba gani? Shamba la nani? Akaniambia shamba la kwake, lakini kuna muda anaendaga shambani kwake, kuna muda anaendaga kulima vibarua. Kamuuliza anaenda kulima vibarua? Akaniambia unajua tena yule ni mtoto, siwezi kumuuliza maswali mengi. Lakini alikosema vile vibarua pale, mimi yani nijisikia vibaya sana ukiangalia na mtoto ninavyomuona, na kiukweli mimi nilikuwa napambana kwa ajili ya familia yangu. Yaani nilikuwa napambana kweli kwa ajili ya familia yangu. Basi aliponiambia vile niliumia sana. Nikasema alikuwa anakosa nini? Uwezi amini, yani niongee tu ule ukweli. Yule mwanamke tokea nakabidhiwa mjamzito paka namuoa, paka anafunga safari anaondoka, hatukuwahi kulala njaa. Yaani hatukuwahi kulala njaa.
Yani kama kuna siku hatujala, basi sisi wenyewe tumeamua bwana, leo bwana tunywe tu labda juisi, au bwana saizi jioni tunalibaa tuamue, lakini kulala njaa tumekosa. Yani kiukweli hatukuwa, japokuwa kuna changamoto tulikuwa tunapitia ngumu, lakini kusema kukosa kabisa ili tumekosa chakula, hata kama iwe labda ugali na dagaa, iwe labda, yani hatukuwahi kusema ile njaa kabisa tumelala. Basi kwa nilikuwa napambana sana, nilipoambiwa bwana kaenda kulima vibarua, nilijisikia vibaya sana, yani kwa sababu ni mwanamke ambaye nampenda. Hivi imeji mfano mkeo ambaye labda unampenda, unamsamini, alafu unaambiwa kaenda kulima vibarua. Unajua mazingira ambayo tunaishi watu wa mjini tofauti na watu wa vijijini. Yani hata wewe mpenzi msikilizaji ambao unanisikiliza, yani sidhani kama kuna mwanaume ambaye anaishi mjini alafu mkeo aende kijijini alafu aambiwe analima vibarua. Sidhani, labda mimi tu ni tofauti. Umeona? Na mimi kipindi hiko uweze amini, mimi bwana ni mtu fulani ambaye nilikuwa sina uwezo, ni maskini, lakini ni mtu fulani kwa kwanza hata mke wangu kufanya kazi nilikuwa sipendi. Yani nilikuwa napenda nipambane, na kipindi hiko nikisemea 2014 hiyo tuseme hiyo 2010 hiyo na 17. Umeona, hiyo 2017 baada ya kutoka chuo 2016 tukaishi maisha mengine akaendelea. Hiyo 2017 mwanzoni. Basi hiyo 2000 kitu kama hiko 2017 mwanzoni. Basi nikajisikia vibaya sana. Mwisho wa siku nikamuuliza, hapa unachaji wapi? Simu nataka kuchaji, unachaji wapi? Akaniambia chini huko, ukishuka chini kule nyosha tu barabara moja kwa moja. Ndio tena mimi mwenyewe tena nishazoea masuala na nini vijijini nini. Mmoja pokuwa ndio kukaa na mjini kuna vikiuoga fulani hivi, unapokuwa labda unaona watu au nini, lakini mazingira ya kijijini yani kwenye uoga sio nini kwa nao, lakini sio ile kivile. Na pale nishajua mazingira ya nyumba. Kwa nikatoka nikanashuka chini, nikafika kwa ile sehemu ambapo nikasikia kuna generator linalia. Nikaenda nikasalimia, nikamwambia bwana mimi nimekuja kuchaji simu. Wakaniuliza umetoka wapi? Nikamwambia nimetoka Morogoro mjini. Morogoro mjini. Huko umekuja kwa nani? Unajua wenzetu watu wa vijijini huwa wanauliza background tofauti na sisi watu wa mjini. Watu wa mjini mtu kukutana naye hivi na hivi, yani bwana nimeleta chaji, ana kukuuliza, hawanaga mambo mengi eti wewe umetoka wapi? Sui nini na nini, hawanaga mambo hayo. Yani hawanaga time kabisa. Lakini watu wa kijijini wanauliza. Unaona? Akaniuliza umetoka wapi? Morogoro mjini. Hapo umekuja kwa nani? Kama nimekuja kwa Mzee Ali. Mzee Ali nani yako? Nikamwambia Mzee Ali pale mimi ni mko wangu, nimemoa kuna binti yake pale anaitwa Mafatuma. Mafatuma yupi yule? Huyu mwenye mtoto mdogo. Ngambia walipita hapa asubuhi hapa. Nadhani watakuwa wameenda shamba lao la bondeni. Nikamwambia basi nikakaa hapa tukapiga story. Kumbe yule alikuwa anaongea naye, yule ni mwenyekiti. Ndio mwenyekiti wao. Nimekaa pale, chaji imeingia kidogo, ikawa sasa ndio inaelekea saa 12 kama kigiza fulani. Nikamwambia basi inatosha kwa hapo ilipofikia. Kaambia bwana haya, kanipa simu. Alivyonipa simu nikamwambia bwana huko wakati tumekaa kwa tumeongea mambo mengi sana. Nikamuuliza vipi, kwa sababu mimi hiyo sialiambia analima kule. Kwa mimi nikaa kama na spy fulani, nauliza huku kilimo mfano kukodisha shilingi ngapi? Yaani ili nione je huyu kuna nguvu gani ambayo alikuwa nayo, nione kama mfano labda niambiwe shamba labda 500 au 300,000, afu nivute picha 300,000 huyu kaitoa wapi, au kama 300,000 kapewa na ndugu zake, au yani nilikuwa na spy fulani hivi. Kwa hiyo nilimuuliza vitu vingi sana. Mwisho wa siku mpaka naye akanahisi mimi na ni kweli, na mimi kutokana na kule ndo kweni kwangu, na mimi nimeoa mwanamke kule ndo kwao tuseme. Yani japokuwa nilikuwa na spy, lakini nilikuwa kama nina ndoto fulani endapo kama itatokea mwaka na mimi naweza kufanya, tunaweza tukalima. Umeona? Basi akanieleza pale hivyo, nieleza, nikamwambia sawa, tukabadilishana namba. Kaambia mimi ndo mwenyekiti hapa. Nikamwambia sawa, nashukuru sana, basi tutakuwa tunawasiliana. Na uzuri wewe upo hapa, kama yeye alikuwa sio mtu mzima sana, sema kama ni kijana lakini kiumri mimi amenizidi. Nikamwambia kutokana na wewe ndo upo hapa, ndo mwenyeji wangu na familia yangu kama sasa hivi ipo. Umeona? Basi tutakuwa tunajulishana habari za huku nini, tunasalimiana. Kaambia haina shida. Mimi nikatoka, kaniaga pale,
Nikawa napandisha sasa narudi. Wezi amini wakati narudi, yani kule ikishafika saa 11, yani kuna kuwa na ukungu. Kama mtu ushaye kufika Morogoro kwenye miaka ya nyuma hivi kidogo achana sasa hivi. Hata sasa hivi kuna muda ukikaa asubuhi unaona kabisa hata ile milima uioni ukikaa Morogoro mjini. Yani ule unakuwa ukungu. Kwa hiyo ikishafika mida ya saa ngapi saa, kwa sababu ile ni kileleni, yani maana hiyo yange nayekwambia ni milimani juu. Yani ni juu, yani ni juu. Unajua wenzetu ile milima ya Uluguru unaweza kuona mlima mkubwa umekaa umepanda, lakini kwa juu kule ukifika kuna kama tambalale fulani hivi. Lakini ukiwa unashuka sana unaona kweli mimi ni kwa juu ya mlima au ukiwa unapanda. Basi kwa kule kuna baridi vibaya mno. Basi uweze mimi wakati narudi, yani kana kwamba ukizembea kidogo unaweza kujikuta umeporomoka na njia zao. Yani ni kinjia tu, enda maana mfano labda mnapita watu kwenye mlango mpishane, unaelewa njia ambayo mfano mnapita kwenye mlango mpishane watu wawili, sina ile kama mnaelekea na mgongo ile. Kwa hiyo njia ina maana njia sio kubwa sana, njia ni ndogo. Kana kwamba yani ukiangalia hivyo unaona ukiporomoka ni ukidondoka unabimbilika watu wanaenda kukukotea kule. Basi wakati narudi bwana ukungu ukao yani umetanda. Yani unaona hapa na hatua 5 mbele, hatua 6 7 mbele uone. Kwa hiyo ni ubaridi, yani kuna ubaridi vibaya mno. Hivyo nikaja nikafika paka nyumbani. Sasa wakati nakaribia nikanasikia kama kuna watu wanaongea. Umeona? Kweli nilipofika pale kuna mama nilikuwa nimemuona ipo jikoni, alikuwa maeneo ya jikoni, maana kuna nyumba ya pembeni, yani pale kuna nyumba ya pembeni kama ya udongo fulani imejengwa na kwa huko kuna kama kibanda kingine, yani kama kajumba kamejengwa kamegongelewa, yani kama kamejengwa na mabanzi hivi. Kimesumbushwa mabanzi. Alafu kwa nje hivi ndo kumeezeka, ndo kuna kama jiko. Mama alikuwa amekaa jikoni. Mimi nilipofika pale nikapiga hodi, nikakaribishwa, nikamsalimia. Nilivyosalimia akaniambia bila shaka nadhani ndo Ba Fatuma. Nikamwambia mimi ndo Ba Fatuma. Nimefika saa ngapi? Nikamwambia nimefika saa 10. Akaniambia karibu sana. Nikamwambia asante. Nikamwambia mama, mimi nimekuja kwa kuwa mimi na wewe hatujaonana, na japokuwa tuliongea tu kwenye simu, na mimi kiukweli nimejiona mkosaji kwa sababu tokea nimemuoa Mama Fatuma sikuweza kuja. Kwa hiyo mama, mimi naomba unisamehe. Umeona? Pale sikutaka kwa sababu eti siwe aje nani kwa sababu mama si ndio mhusika. Umeona? Umeona? Basi nikabidi mwambie mama nisamehe kwa sababu sikupenda, ila kutokana na na situation ya maisha, yani kutokana na ugumu au changamoto za maisha. Akaniambia usijali, umeona, usijali, haina shida. Umeona? Wewe hapa karibu, hapa ndo nyumbani hivi na hivi. Kwa pale tulivyokuwa naongea mama akaonyesha hana kinyongo. Basi nikamwambia yule mtoto, nikamwambia mizigo ile ya ndani ukailete, maana ile mizigo kuna mizigo ambayo ya Mama Fatuma na nyingine ya yenu nyinyi. Alivyoileta mimi nikatoa baadhi ya vitu ambavyo vya kwake yeye, si nishamuomba msamaha. Nikachukua baadhi ya yale matenge nikampa. Nilivompa na nikachukua vile vitambaa. Kuna vitambaa ni kama viwili hivi. Umeona? Nikachukua kimoja nikawapa, nikamwambia hiki mama, zawadi zako hizi. Umeona? Nikamwambia asante, nashukuru. Alifurahi sana. Basi tumekaa pale tunaongea kama saa moja kigiza ndo kinaanza kukubali. Tunasikia watu wanakuja wanaongea yani kule ikifika hiyo saa 1 si saa 12, yani kuna kuwa na umande kabisa. Yani ukitembea ni hatua chache tu nguo inaloa. Yani kuna kuwa na umande kabisa kwa sababu ni baridi. Alafu kule njia za kwetu unakuta mara nyingi unakuta kama hawajafeka huko, kuna kuwa na majani anakuwa na kugusa. Basi nikanasikia watu wanaongea naangalia hivi nikamwona yule shemeji yangu mkubwa ambaye dada yao mkubwa na huyo Tausi. Umeona? Basi dada yao yule mkubwa nikamwona dada yao yule mkubwa, na tena mtu wa pili tena kufuatia akawa Jamila. Sasa huyo watatu ndo alikuwa mke wangu mimi, alikuwa Mama Fatuma wa nyuma. Basi wa kwanza yule kuniona, kwa sababu mimi katika hao watu wawili hao mashemeji zangu, mtu ambaye tulikuwa tunaongea naye sana, hapa tunaongea, tunataniana, tunacheka, na mwita mke wangu swinga nini, usie watoto hawa hata mwanzo alipofikaga yule tulikuwa tunaongea nini, bwana matumizi hayo, wewe bwana usitupe jongo na mti wake sio. Yani kuna maneno fulani alikuwa anaongea na nitania, yani tunataniana sana, na hata alivyokuwa anakuja nyumbani tulikuwa tunataniana sana. Kwa alivyoniona tu yule wa mwanzo aliniona alikuwa
ameshangilia, afu yule alikuwa sio mcheshi sana kama Jamila. Basi Jamila akaanza kucheka pale, mume wangu huyo sio nini na nini. Mimi nikanambia pale, na mimi ninajua tena, na mimi tena tukanacheka pale, umeona nani Fatuma alivyokaribia, baba Fatuma umekuja saa ngapi? Yani kama anacheka anaguna, yani hakuamini, yani kama mtu fulani hajaamini. Amefika pale, walikuwa amenaniu tena, unavyojua tena umetoka shamba, wachafu wakazunguka, wakashuka chini mtoni, yani kule maji ya kule, yani kuna mnakuta mlima hivi, kuna kimlima labda hivi kinatiririka maji. Kwa wao wanachofanya, wanachukua mianzi ile, wanaitoboa ile, wanakinga kwenye ile maji mpaka sehemu ambayo wanajua hapa bwana tutakuwa tunaoga au tutakuwa tunachota. Yani kule sio kusema kupitisha mabomba sui nini, umeona? Au kuna kutamda mwingine maji yanapotiririka, yanapodondokea, basi ndio hapo wanaoga, umeona, na wanachota na maji ya kunywa. Basi wakawa wameshuka mtoni kwenda kuoga, sio mbali. Wameshuka kwenda kuoga, walivorudi pale wakati tumekaa, vipi za huko? Safi, kwema. Wakati tunazungumza pale, hajapita muda mwingi kama nusu saa hivi, akawa amekuja, kuna mzee akawa ameingia pale. Kuingia mimi hapo sijui ni nani, lakini mimi kwa haraka tu nikahisi huyu ndio mzee Ali kwenye mji. Basi alipofika tu yule mzee, alipofika tu alivyosalimia pale, salamu alaykum, wa alaykum salaam, mimi nikanyanyuka. Mimi si mtu wa pwani na mimi nimelelewa kimaadili, nikanyanyuka pale nilipokuepo, nikaenda pale, nikaenda nikampa mkono, nikamsalimia salamu alaykum, wa alaykum salaam, nikamwamkia. Nilipomwamkia swali tena wazee wa nani wa vijijini, na yakawa kama mkono ameungangania, vipi heli? Nikamwambia heli, kwema. Nani mwenzangu? Nikamwambia mimi mgeni wako, utanifahamu tu. Mizali umefika mzee, basi utanifahamu, haina shida, lakini mimi ni mgeni wako leo. Akamwambia basi sawa. Mzee akaingia ndani, akafanya alichokifanya, akatoka, na alivyokuwa ametoka chakula ikawa tayari, ugali kwa umeiva. Sasa pale kama mimi nimekuwa mimi na mzee na vile vitoto, na kuna kitoto vya kiume vilikuwa kile cha kiume kile. Maana mzee watoto wa kiume wake anao yeye mwenyewe, yule mzee ana watoto sio 3, kitu kama hiko. Basi yani kwa haraka ile nyumba kwa wote tulikuwa watu kama 12, kama sio 12 siku 10 wanafika, kwa sababu ilikuwa mimi, alikuwa mama, alikuwa baba, alikuwa dada mkubwa wao, alikuwa Jamila, alikuwa Fatuma. Fatuma, Jamila na mtoto wake yule nani, na yule dadao mkubwa na watoto wake 2. Yani tulikuwa kama watu 12 ile familia. Kwa hiyo ni familia kubwa. Basi zilikuwa tumekana baadhi ya watoto pale, tulikuwa tumekaa tunakula. Uweze amini mazingira yale ambayo tulikuwa tunaishi sio kama ni kwaiti mazingira ya naniu, lakini mimi mazingira yao kama nilivyoelezea hapo mwanzo, mazingira kama ulishai kuishi, lakini mwisho wa siku ikatokea la kutokea, nikabidi nije yapi, japokuwa ndio nilizaliwa Dar es Salaam, lakini nikatoka nikaenda kuishi maisha ya kijijini. Mwisho wa siku ikatokea wazazi wangu, yani upande wa baba yangu, wakanichukua wakanileta mjini. Yani niliona, yani kuna kitu nilikuwa nimejifunza, au kuna mazingira ambayo hata mpenzi msikilizaji unanielewa. Mtoto anaelewa mazingira ya mjini na mtoto anaelewa mazingira ya kijijini ni tofauti, yani kielimu, kimaradhi, kinini, yani hata kilishe afanani. Mtoto wa kijijini yani labda itokee, yani inategemea na iko kijiji, na inategemea na huyo mzazi. Ikula hana time, sio tukamsagie ulezi, sio time, sio tukafanya. Mimi mwanangu alikuwa bado mdogo, yani tuseme miaka miwili yenyewe, yani kaikutia kule, yani kule, na bado tuseme alikuwa anahitaji bado huduma ya wazazi. Unaona, na mazingira niliomuona yule mtoto, uweze amini, yani pale tumekaa tunakula, kama unavyojua mimi napenda sana maisha ya kijijini kutokana na vitu wanavyotumia wao vinakuwa natural. Yani hata mboga ikuta imeungwa, yani imeungwa tu, nyanya ndio nini, hata kama mafuta sio mengi kama sisi huko. Na hata mboga na kutamla mwingine ni wao wanakula vitu natural. Kuweza amini mimi ule ugali umewekwa pale, mimi nimebega tonge na kula hivi, yani mimi nilikuwa na fundo, na mimi fundo langu kuisha paka niongee. Yani mimi mpaka niongee, nikiongea ndo fundo sina, lakini nikikaa kimya na maana kitu ninacho ndani ya moyo. Basi labda niamue tu kupuuza, lakini nakuwa nacho. Basi nakula pale, uweze amini, yani nikajikuta tu automatically, yani nikajikuta tunapitia situation hiyo, yani tonge leo nimelimega, nikitaka kulileta hapa mdomoni, yani leo inakataa. Ushai labda kula kitu afu mtu akana kusimanga,
yani kuna ile hali fulani ambayo unaisikia, yani kuna kitu fulani ambacho unakisikia ni kwenye moyo, unasikia kama kuna donge la moto. Yani ndio mimi ilikuwa inanikuta, yani nilikuwa najihisi yani moyo unaniwaka moto, yani sio hata nielezeje. Basi kutatonge na limega vizuri, na mikono inaonyesha ushirikiano kuwa na mimi nakula na mega vizuri, nikilileta hapa aliendi, lakini si ulikuwa unakula. Yani nakwambia aliendi. Tonge lile nazuga nalo, narudisha tena mkono pale kwenye sahani, naifanya na mega, kumbe tonge lile nalifinyanga tena. Yani tonge moja nalifinyanga mara mbili, nalipeleka mdomoni, aliendi, narudi. Yani ndio kuna moja niliweka mdomoni, lakini ilikuwa aliendi, yani kumeza simezi. Kama unaelewa situation ambayo ilikuwa inanipitia, kama ushawahi kupitia jaziba au kupitia kifundo ambacho mimi nilikuwa nacho, yani pale paka pumzi yenyewe nikawa nahisi kama pumzi inakata. Yani kuna vitu vingi ambavyo nilikuwa nafikiria. Mtoto mazingira nilomuona, mke wangu mimi sikugombana naye, aliniaga vizuri, anaenda kwenye 40. Alafu nashangaa mazingira ambayo yameamua. Ndio ni mtu ni kwao ndio, lakini mimi sikuchoka na mimi sikushindwa kulea familia yangu. Analima vibarua, kwa hiyo nilikuwa naumia sana. Yani kwa naumia, sababu ni nini? Nimemkosea wapi? Basi kati tunakula, mzee akaniambia kula bwana, kula. Nikamwambia anakula, nakula kwa ile ugali. Kuna kipindi sasa akawa ananibembeleza kula. Nilikula kama nadhani hata matonge 4 hayafiki. Nikamwambia nimeshiba, kwa sababu mimi wakati nakuja nilikula sana. Yani kuna vitu nilikula ambavyo nahisi kama tumbo kama limejaa, ni kama nimevimba, kama lina gesi fulani hivi. Kanambia basi kama hivyo naniu pale ndizi zinaiva. Umeona, unajua watu wa pwani au watu wa naniu, yani wana tabia fulani. Mfano kama sisi watu wa pwani kwetu, yani sisi kipindiko tunakula, ulikuwa unasonga ugali au unapikwa wali, mnakula ugali umeiva, mmekula tayari, mmekula mmemaliza, unakuta jikoni mahindi yanakaangwa bisi sijui. Umeona, yani wana tabia hizo. Kwa hiyo pale tumemaliza ugali, kuna jungu lingine kwa yani hiyo bandika bandua. Yani hata watoto wa kule una vitumbo vimesimama, yani vitumbo vimesimama, yani wanakula. Na mtoto wa kijijini anakula kweli, kutokana anakula vile vitu, yani anakula kitu nacho. Alafu yani iseme kama protini inakuwa ndogo sijui. Umeona, basi sufuria ilikuwa kuna sufuria lingine pale, sufuria la nani limechukua sufuria la ndizi na viazi. Basi ikatoka ile sufuria tukamiminiwa tena kwenye ile sahani. Ule ugali ulikatwa uliisha. Mimi japokuwa nilidengua kile ugali uliisha. Likamiminwa sufuria ile. Nilivyomiminwa ile sufuria tukakula tena ndizi. Basi tukala wakamimina sufuria la ndizi lile. Mambo yanaendelea, kwa nakula tena sasa. Salami kama nilivyokuwa nimesema hapo mwanzo, yani sina appetite, yani sina hata ile hamu ya kula. Entire yani katika moyo wangu yani kifua kama kuna kitu hivi, kama kuna donge fulani umebeba. Basi kula pale na mimi ndio hivyo nazuga hivyo, maana nimechukua ndizi nimekula, maana nimekula na nyuki, maana nimechukua kiazi nimekula. Basi chakula kile kilivyokuwa, ndizi zile zilivyokuwa karibia kuisha, yule baba akaambia watoto toeni ende mkakae kule. Wakatoka wakaenda kaa pembeni. Kipindi hicho sisi kati tumekaa hapa tunakula, tulikuwa tupo mbali na yani na wale wa kina mama. Ina maana sisi tulikuwa kwa pembeni na walikuwa kwa pembeni yetu tu. Basi tulimaliza kula, baba akaniambia vipi mwana? Nikamwambia safi za nyumbani. Tukaanza sasa kuongea sasa, kwa sababu hatukuongea za huko. Nikamwambia safi, nikamwambia awali ya yote mzee wangu nilikuwa naomba radhi, kwa sababu tokea ni muoe huyu mama Fatuma sijaja waona. Kwa hiyo kama baba, naomba unisamehe kutokana na maisha jinsi yalivyo. Yani kama omba radhi kama nilivyoomba radhi yule mama. Basi huyo ni baba yake yule ni baba wa kambo. Basi akanambia sawa, haina shida, sema ndio hivyo Zari, umejua kosa lako, maana umelitambua kosa lako, sina budi kukusamehe. Umeona, kwa sababu ndio vijana. Ukiangalia vijana wetu wanasema mtoto akinyea mkono haukati, yani mtoto akinyea mkono ukati. Umeona, basi akaa naye ameongea kama wasia fulani hivi, kama yani kama kawa nanisi. Siku zingine anakuwa unaenda unaona wazee hivi na hivi, hata kama mimi sio babake mzazi, lakini unakuja tunakuona kama hivi na kuwa vizuri. Ndio ambia sawa mzee wangu, nashukuru. Kaambia vipi za nyumbani? Kaambia huko safi. Kaambia lakini mimi nimekuja kuwaona, lakini kuna jambo ambalo mzee wangu
Yani kwa upande wangu mimi sikuona sahihi. Mke wangu tokea amekuja muda mrefu, kila nikimwambia arudi anasema yeye yeye hawezi kurudi mpaka mimi nije huku. Ina maana tokea mwezi wa pili mpaka huu mwezi wa 4. Kitendo hiko mimi kiukweli mzee wangu mimi sikupendezwa nacho. Umeona, mzee akaniambia ni kweli. Na sisi wenyewe tuko tunamwambia wewe bwana vipi, kwa sababu sisi tunajua, umeona, hususan mimi najua huyu mke wa mtu, lakini yeye akawa anadai tu wewe utakuja kumchukua. Umeona, basi sasa hapo kumbe alivyokuwa kule, alivyoendaga kule kuzika, alivyozikaga, kumbe alitoka akaenda kwa baba yake. Ina maana alivyotoka ile kuzika nini kwenye 40, aliendaga kwa baba yake. Alivyoendaga kwa baba yake, kumbe kule alipeleka maneno mengi sana, yani alipeleka maneno mengi vibaya mno. Yani akaenda kule akasema sijui mimi nilikuwa namtesa, sijui mimi nilikuwa namnyanyasa, sijui mimi nilikuwa eti, mpaka kuna kipindi akasema akaanahadisia, maana shemeji yangu ndo akananiambia, anasema mimi nilifikia kipindi eti paka mtoto wangu namsakizia mbwa. Kama nilivyosema hapo mwanzo, mimi kuna mbwa nilikuwa nafuga, nilikuwa napenda sana kufuga mbwa tukiwa nikiwa mtoto. Kwa hiyo akasema mimi usui hivi na hivi, yani katika yale maneno yale aliongea vitu vingi sana, ili mradi yeye aweze kukubalika kule, aweze kukaa. Aliongea maneno mengi. Unajua tena kule ni kwao na wale ndo ndugu zake, hawezi kuniambia vitu vyote, lakini aliongea vitu vingi sana. Yani aliongea vitu kana kwamba yani hata ungekuwa wewe mzazi usingemruhusu mwanao arudi tena. Unaona, wewe fikiria paka yule anasema mimi nimemsakizia mtoto mbwa, kwa sababu mbwa wa nyumbani hawezi kumngata mtoto wa nyumbani hata siku moja. Yani hata iwe vipi, labda wewe mbwa awe kichaa, yani hata mbwa awe mkali vipi hawezi kumngata mtoto wa nyumbani. Na mbwa wetu tunaofuga sisi, mbwa wetu mbwa koko wa kawaida tu. Ingekuwa wale mbwa labda wa kizungu, usema labda mbwa wa kizungu wale ni wakali sana, lakini mbwa wetu si ni mbwa koko tu, mbwa wa Uswahilini. Sijawahi mimi kusikia mbwa ananiuka mngata mtoto wa nyumbani. Labda si itoke labda mtoto tu labda wa sehemu nyingine anapita tena kwa kukimbia, ndio mbwa akungate. Umeona? Basi aliongea vitu vingi sana. Sasa mimi hapo sijui kama kule ameongelewa maneno mengi, hapo sijui. Nilivyokuwa naongea na mzee yule ndo akaniambia bwana, mimi nilikuwa najua kama wewe utakuja kumchukua. Nikamwambia lakini kwa sababu nimekuja, hayo mengine yote mimi sitaki kuyazungumzia, kwa sababu huyu mimi ni nani, ni mke wangu. Kama kanikosea mimi najua tutaenda kufanyaje, tutaenda kumalizana naye nyumbani. Basi baba akaniambia basi sawa, ina shida. Katoka kwenye story hiyo. Sasa kwa sababu wewe mada mimi nikaa nimeiua juu kwa juu, nikamwambia kama kuna makosa yoyote tutaenda kuyamaliza nyumbani, kwa sababu mimi ni nani, ni mke wangu. Kwa hiyo sikutaka tena makuu pale nyumbani. Basi tukawa tunaendelea na story nyingine pale, nikamuuliza jinsi ya nani vilimo kule vipoje, misimu, unaona kama sasa hivi kuna msimu gani. Unaona kana niambia sasa hivi tunalima mpunga na mahindi, yani kanaulizia majira tofauti ya wao vilimo, unaona, na mazao yao ambao wanategemea sio nini. Basi tulikuwa tumeongea pale, ikafika muda wa kulala, ikabidi sasa mimi na yule mzee tukalale chumbani kwake, tukalale kwenye chumba cha yule mzee. Wana maana chumba chake, kwa sababu ni mgeni. Wale watoto na mama na nani wakalala kwenye nyumba ya nje ambayo imepigwa mabanzi. Basi tukalala. Asubuhi bila kama saa 10 hivi na saa 11 kasoro, nimelala nikanasikia yule mzee kama anasoma Qur'ani hivi. Nikaa nimeshtuka, alikuwa anasoma Qur'ani. Baadaye nilivyoshtuka nikamwona mzee akaswali sana saa 11, akamaliza. Alivyomaliza na mimi kama nimeshtuka fulani, yani tuseme nipo macho lakini bado nipo kitandani. Basi nikamsalimia. Nilivyomsalimia akaniambia mwanangu, mimi leo naweza nikasafiri kidogo, kuna sehemu tunaenda, kuna sehemu kuna yani kama ni chama au kama kikundi chao. Kwa hiyo wanaenda wana mkutano. Kwa hiyo mimi nitatoka leo. Sasa sijajua kama baba upo au vipi. Umeona, kwa hiyo nimeona nikuaje. Nikamwambia mimi leo nitaondoka. Akaniambia sawa, lakini mimi niliongea na mama yako amesema, yani kiushauri, yani jinsi tulivyoshauriana, nyinyi mkiondoka huku, yani mkipita moja kwa moja huku, yani mimi nitaka turudie, kwa sababu kurudi sikiteremko,
nitaka tu mimi nirudi huku nilipotokea mimi, nilipopitia mimi, umeona Nyange. Akaniambia nyinyi mkisema muondoke huku sio vizuri, kwa sababu huyu wakati anakuja alipita kwa baba yake mzazi, na kule ameaga, amesema mimi nipo kwa nani? Kwa mama. Kwa hiyo kama ataondoka huku juu kwa juu, ina maana utatengeneza picha ambayo sio nzuri kiungwana, na itakuwa vizuri nyinyi muende Kinole, muende Kinole, muage pale, kama kwenda mpite pale, muondoke zenu. Kaambia sawa, haina shida mzee wangu, hata hivyo sio mbaya. Basi uweze amini, yani vile vilima nilivyopandisha, ni kama angekuwa mtu mwingine miguu ingeuma, yani hata kuvimba inavimba, lakini mimi kutokana, yani hapo mwili wote kama ganzi tayari na jambo langu. Na ukiangalia tayari, yani mke wangu ameshaka kule miezi mitatu. Unajua mtu kama mwanaume lazima uvurugwe. Mke wangu anakaa vipi kwa, yani bila sababu yoyote anakaa sehemu yani tofauti, unaona, na makubaliano yenu lazima uvurugwe. Basi mimi nikatoka. Sasa kati tumenaniu pale, alivyoniambia vile, mzee yule akajiandaa akaondoka. Mida kama saa 12 hivi, nenda saa 1 nikaa nimetoka ndani, nimetoka nje pale, nikakuta mama yule yupo kwenye jiko pale na yule mke wangu na watoto wale walikuwa wamenjika vitafunwa, nadhani ilikuwa ndizi, walinjika ndizi. Sasa mimi nilivyoamka tu, nilivyosalimia, haikuchukua muda mwingi nikaa nimepewa maji ya kuoga. Ananiambia twende tukaoge. Nikaenda mpaka mtoni nikaoga. Nilivooga nikarudi zangu. Sasa mimi nikajua tutaondoka muda ule, kwa sababu kutoka hapo Nyange mpaka huko Kinole ni mbali sana, yani ni mbali. Yani useme, yani mtu labda anatoka Kinyerezi anatembea kwa mguu, labda tuseme anaitafuta Mbagala, labda inaweza kafika, kwa sababu ile ni milima, yani ni mbali. Umeona? Basi nilivooga, nilirudi pale, kama nimewekewa nani chai, nimekunywa chai yenyewe. Basi inanyweka, chai hainyweki, yani hainyweki, umeona. Lakini hivyo nikajilazimisha nikanywa kidogo, nikarudisha. Vipi baba, mbona unaniu, mbona haunywi? Au hujazoea vitu vya huko? Kunywa bwana, usijisikie vibaya. Au bado tu na yale mambo ambayo labda tulikuwa tunaongea kwenye simu hivi na hivi, umeona. Au kwa sababu unanania mkeo, wewe usijali, umeona. Leo unaondoka na mkeo, mnaenda kwa baba yake, mnamwaga, mnaondoka zenu, wala usijali. Naona kama hauna amani baba, wewe kuwa na amani. Nikamwambia, yani kwa mtu haraka ambaye wa saikolojia alikuwa akiniangalia, anajua tu kabisa huyu hayuko sawa. Lakini nilikuwa najikaza sana, yani paka mtu yani awe mtu wa saikolojia na awe mtu ambaye anajua sana kumchunguza mtu. Lakini nilikuwa sijionyeshi, yani kwa nacheka, lakini ndani ya moyo wangu nateketea. Unaona, yani ndani ya yani sio hata nisemeje. Basi alivyokuwa, yani ilikuwa kuna maneno fulani hivi kama yani kama kuna maneno fulani yanipa hope, yani kama mtu fulani ambaye yani kama alikuwa anajisemesha, yani sio hata nisemeje. Basi sasa mimi kila nikikaa pale na mwangalia yule mwenzangu, mbona ajiandai? Kwa sababu kama safari nitakao kuondoka, atakiwa afanyeje? Ajiandae, hata nguo mtoto, mbona afunge hivi na vile. Lakini mwenzangu yani kama hana dalili. Kuna muda nikamwita, nikamwambia vipi, mbona wewe ujiandae? Nikamwambia nitajiandaa, usiwe na shida. Nikamwambia wewe upo huku siku zote. Ina maana kama nguo labda mfano zingekuwa labda chafu au kufunga, ina maana nguo hizi zikawa zote kwenye begi, ungefunga nini nguo zako, kwa sababu tunaondoka. Na uzuri alikuwa hajaondoka na begi kubwa, aliondoka na kibegi kidogo tu cha, yani kibegi tu kidogo. Ina maana kile kibegi kinabeba hata nguo 10-15. Umeona? Basi akaniambia nitajiandaa, haina shida. Tumekaa, nikamwambia tena vipi, mbona ujiandai? Nitajiandaa. Baadaye tumekaa mida kama saa 2 au saa 3, tunamwona dada yake yule mkubwa sasa. Anatoka, alienda shamba kukata ndizi. Katoka shamba kukata ndizi, anarudi pale. Alivyorudi kakaa, jamani nipeni chai na njaa kweli. Wakampa chai akawa anakunywa. Kipindi alivyorudi tu yule dada mtu, yeye yule akanyanyuka, akaanza akamogesha mtoto. Alivyomogesha mtoto naye akaenda akaoga, akabadilisha nguo. Ina maana yani kwa picha alikuwa anamsubiri nani? Dada yake. Basi alivyomaliza vile, sisi tumekaa pale, nikawa naaga tunataka kuondoka, nashangana yule dada naye alikuwa amejia, naye alijiandaa, naye kajani. Naona kuna kimkungu cha ndizi kakibeba. Jamani twendeni. Sasa mimi kwa haraka nikajiuliza, huyu anaenda wapi?
Yani mimi ilikuwa mtu fulani kama nina machale, yani kama nina machale fulani, kwa sababu hata ile usiku ile kipindi mimi nimelala kule kwa mzee, wao walikuwa wapo kule, walikuwa wamelala wenyewe. Ina maana lala wenyewe, wanawake tu walikuwa chumba cha kule. Lakini ilikuwa kama kuna vitu viko vinaongelewa. Unajua kuna muda ukienda sehemu hivi hata ugenini, labda kama kuna vitu ambavyo viko sawa, ukiwa na akili timamu lazima unajua hapa kuna kitu hapa kiko sawa. Kwa mimi nilikuwa kama nina machali fulani. Tunaondoka, shangana yule kafanyaje, na yeye anafunga safari, anasema twendeni. Basi kwa tukao tunaenda, mtoto kambeba yule nani Faezi, ndizi kasikatakata kama amefunga kama nani hivi, kama amezifunga kwenye kiroba, afa amefunga kama mtoto yamebeba, yani kama kabeba mtoto. Basi tunaenda, mimi niko mbele, wao wako nyuma. Tunaenda, wanaambia nyosha tu njia hiyo, twende tu. Tukapita hadi pale kwa yule nani yule mwenyekiti, nilipochaji simu nikasalimia pale, nikamwambia jamani, si ndio tunaenda? Ah bwana, karibu sana hivi na hivi. Akamwambia wewe mwenyekiti, huyu umemjuaje? Akamwambia alikuja jana kuchaji simu. Ba Fatuma. Akamwambia nienda kuchaji simu. Tukafahamiana. Kwenye kuniuliza umetoka wapi, umekuja kwa nani, ndo amenifahamu na mimi nimemfahamu, si ndo mwenyekiti wenu? Basi tukao tunaondoka. Sasa tunaenda, yani unajua mimi niko mbele, wao wako nyuma, yupo na dadake. Tunaenda, yani kuna kipindi yani unahisi kabisa kuna kitu anazungumza. Yani naenda hivi unakuta, unajua mimi mtoto wake nimetangulia mbele, unakuta kuna muda na hatua hasa, unajua tena mimi na midadi tufike haraka tuondoke zetu Morogoro. Kwa hiyo kuna muda naacha kama miguu 15 hivi, nasimama, nikisimama yani kigeuka ghafla hivi naona kama watu fulani ambao yani kama kuna maongezi wanazungumza, umeona. Lakini mimi nikigeuka wanahasisha ile maongezi, twende shemeji, usijali, nyosha tu hivyo mbele, umeona. Basi mimi tunaenda, tunateremka milima, sasa tunapandisha, tukaenda tutumia kama soma saa 3, basi hata 4 anafika. Nenda kuna sehemu sasa ndio tukafika shule ya hiyo Kinole sasa. Unaona, ndio yani tuseme ndio ile Kinole ndio kama center. Kwa hiyo kuna sehemu za mwanzo yani tuseme ndio kama unaingia mjini. Mfano unatafuta Mbagala, tuseme ndio labda uwe Kongoe, ndio unaingia sasa mjini. Basi tulifika ile sehemu, kuna sehemu tulifika hivi, kuna mama wakawa wanasalimiana naye. Wakati wanasalimiana naye akamwambia huyu ndo baba Fatuma. Wewe ndo baba Fatuma, karibu sana hivi na hivi. Ngambia nashukuru, asante, karibu sana, huku ndo kwetu sio nini. Ngambia nashukuru, na nyinyi karibuni sana Morogoro. Morogoro sehemu gani? Kama Morogoro Ionda. Sawa, haina shida, tutakuja. Tukatoka tunaendelea sasa na safari. Tukapita hadi sokoni. Kupita sokoni akana nielekeza, unaona hapa si ndio soko letu la ndizi, sio nini, ndizi zote zina. Na kweli pale kuna mandizi vibaya mno, yani mandizi yani hata ukisema semi hata 8 10 unajaza. Basi unaona kana ananielekeza baadhi ya vitu, au tukaenda tukafika hadi nyumbani. Kufika nyumbani sasa pale tumefika, tukamkuta yule shemeji yangu Rehema, tukamkuta na mama yake, tukamkuta na mumewe ambaye yule Rehema, na huyu mumewe tulikuwa tunafahamiana kwa sababu ni kijana pale mtaani, umeona. Na yule kijana yani, kwa yule kijana na mimi ni mkubwa sana kwake, yani alikuwa ni bwana mdogo tu, lakini ndio hivyo tutokea kupendana wakaoana, umeona. Basi kufika pale akawa anacheka, vipi bwana? Ngambia safi, kwema. Mama yule, vipi mkuu wangu? Ngambia safi. Yani yule mama tulikuwa tunaongea tunacheka, yani aisee, tulikuwa yani tumeshibana sana, pamoja na yule mwanawe ambaye ni shemeji yangu. Karibu sana. Nikapesa, wewe umekuja lini? Mwanzo yule alivyoniona tu Rehema alishtuka, wewe umekuja lini? Maana wameshangaa miezi 3, alafu ananiona mimi, alafu anamuona na Fatuma, wameshangaa. Huyu Fatuma alikuwa Nyange, huyu alikuwa Morogoro, imekuweje na huko hajapita? Kwa sababu kama ningepita Kinole lazima ningepita wapi? Nyumbani. Basi nikamwambia nimekuja jana. Nikamwambia ningesema saa 10. Kwa hiyo nilala Nyange. Nikamwambia karibu. Kama unajua kama mtu anabaki na bumbuazi hawaelewi. Basi haya karibu. Kafika pale sababu kutokana nimetembea nimechoka, nilikuwa na kamulimwili fulani hivi. So mkubwa lakini nilikuwa na kamulimwili. Nikamwambia basi mimi jamani, ombeni tu kiti nikae kwa hapa nje. Kuna mlango, maana nyumba za zamani zina kama corridor hivi, huku chumba kuna kicorridor. Sasa mimi nilikuwa nimekaa yani kwa nje, nimekaa kwa mlangoni, maana kama kwa ukutani.
Kwa hiyo ina maana nikichungulia hivi na watu walokaa kwenye corridor nafanyaje? Nawaona. Kwa hiyo nimekaa kwenye kile kiti, lakini shingo yangu nimeelekeza kwenye ile corridor. Kwa hiyo tunaonana, tunaongea. Nikauliza baba yuko wapi? Akaniambia baba yako alienda shamba. Umeona, lakini mida yake anarudi. Basi tukaanza stori zingine. Kama dakika 3 hivi mzee akawa amefika. Alikuwa ameokota na baadhi ya kuni, si mwenyewe kufika nyumbani kwa ajili ya siku kwa kupikia, siku kupashia maji, siku kwa ajili ya kuchemshia maji, siku za nini, unajua tena wazee wa vijijini. Basi kaja katua zile kuni, kutua kunaona mimi nikanyanyuka pale. Sawa wale, kwa sababu kuna kipindi yule alikuwa wakati nipo na yule mke wangu alikuwa anakuja sana Morogoro. Kwa akija nyumbani pale na mkarimu, utakuta muda mwingine kafikia kwenye nyumba yao ile ambayo nilikuwa naenda mimi nakutana na yule nani Fatuma. Kwa na mkarimu akiondoka, bwana mzee nauli. Muda mwingine hapa tumepika chakula, naambia bwana yeye alikuwa na tatizo kidogo la kisukari. Kwa hiyo kuna vyakula alikuwa hali. Kwa hiyo nakuta akija tu mimi naenda nanunua vyakula anavyokula, napikiwa, tunapeleka. Basi kwa tukua tumezoeana, yani tumezoeana. Mimi kweli kwa mkoa fulani ambao tumezoeana. Japokuwa sio kivile, lakini tukua tumezoeana. Kwa alivyoniona alicheka sana. Vipi? Nikamwambia safi. Baba Fatuma, umekuja lini? Nikamwambia nimekuja jana. Ulikuwa wapi sasa? Nikamwambia nilifikia Nyange. Karibu. Ndio umekuja na familia yako? Nikamwambia karibu sana. Nikamwambia asante. Akatoka yule akaingia ndani, akaenda bafuni, akaoga, akaja akakaa ndani. Sasa yeye hajakaa nje, yeye akakaa ndani kwenye kile kikorido kile, kwa sababu kikorido kile kikubwa. Umeona, mimi tu ndo nilikuwa nimekaa nje na yule nani mzangu yule, mtoto tulikuwa tumekaa. Mimi nimekaa kwa huku, yeye kakaa ng'ambo ya mlango kwa pembeni. Basi nimekaa pale kwa wanyona piga story. Sasa yule dada mtu, yule mke wangu, mama wa kambo, yule shemeji yangu, wote wapo ndani kwenye kile kikorido. Basi nimekaa pale tumepiga story. Kitu kama kwenye saa 11 hivi kasoro. Nadhani ile saa 11 kasoro. Kwa sababu mimi sinishaenda mara kwanza kwenye ile issue ya kusema mimi nimemfukuza. Kwa hiyo nishajua umbali wa kule jinsi ulivyo, na tulikosa usafiri. Tukabidi tuchukue bodaboda. Kwa hiyo kuna adha fulani ambayo niliipata. Kwa hiyo nilikuwa nishajifunza. Kwa hiyo ilipofika ile mida kama saa 11 kasoro, nikabidi nimwambie baba, samahani, mimi bwana leo hatulali kutokana na muda huu na mambo yenyewe ndo haraka, maana nilipita kwenda kuwachukua hawa. Kwa hiyo mzee, mimi nilikuwa naomba ruhusa kama kuna uwezekano sisi tufanyeje, tuondoke, sababu nimetoka kule nyumbani, nimeacha kibiashara changu, na kile kibiashara kuna vitu ambavyo vya kuharibika, na hata hivyo pale nyumbani hakuna mtu ambaye nimemwacha. Kwa hiyo mzee wangu, naomba sana radhi, mbona uniruhusu tuwai. Akaniambia baba, haina shida. Yaani mzee akawa anacheka, anambia haina shida baba, wewe familia yako, mimi sikukatazi kwa marefu na mapana. Wewe ukitaka kuondoka sasa hivi, ukitaka kuondoka kesho, ukisema sio bwana mimi nipae na ndege, si wewe utajua mwenyewe, hii familia yako. Kaambia sawa. Kaambia Mama Fatuma, jiandaeni tuondokeni, sababu tunakumbuka siku tulichelewa Noa, kwa sababu abiria wa kutoka mjini kwenda kule ni wengi, lakini jioni wa kutoka kijijini kwenda mjini ni wachache sana. Basi nikamwambia jiandae basi tuondoke. Sasa yule mama akamwambia Mama Fatuma, jiandae naye muondoke. Ila akasema mimi siondoki. Wewe uondoki? Kwa nini? Asa mimi siondoki, nina jambo langu. Una jambo lako? Sasa mimi nimekaa kimya. Sasa mimi nimekaa pembeni ya mlango, yani kama nimekaa mikono hii kama nimekaa kwenye magoti, kwa hiyo kama nimeinama fulani hivi. Umeona, kwa naona vitu vyote vinavyoendelea mama, naona vya ndani pale kwenye kodo. Sikuwa mbali na wao. Kwa hivyo kwa nasema maneno yale, mimi nipo kimya. Maneno yake anaulizwa na mama yake, kwa nini uondoki? Mimi nina jambo langu. Jambo gani? Akasema mimi nina jambo langu, mimi nataka waitwe mashehe. Wa nini? Waitwe tu mashehe, mimi nina jambo gani? Kwa sababu wewe umekuja huku tokea mwezi wa pili. Kama ulikuwa na jambo lako, baba yake sasa, kama ulikuwa na jambo lako, wewe ungeeleza. Vile tu ulivyokuja ungesema jamani, mimi nina jambo langu, niiteni nani? Niiteni mume wangu. Kwa sababu inaonekana labda huko kwa wote amekushinda, unavokuja hapa na maana nini? Ni final. Yaani kawaida mwanamke paka anaenda kwao kusema matatizo, na maana kafanyaje? Kashindwa. Ndio anaitwa yule mwanaume sasa kule
kwa yule mwanamke alipomuoa kule, ndo kama kesi enda kuongelewa, yanaikuwa nini, kama kuweka sawa au kama ndo kuachana sio nini, lakini mara nyingi ni kuweka sawa. Kwa akasema kama ulikuwa na tatizo ulivyokuja tu vile mwanzo vile, wewe kumekaa na muda gani? Akasema miezi mitatu. Na hapo ina maana wewe mwezi wa 4 tokea mwezi wa 3 hiyo mwezi wa 4 ambao mimi nimeenda, ina maana yani sio mwezi wa 4 tarehe 1, ina maana katikati hivi kama kwenye tarehe 10 na ngapi. Maana kwa baba ndo akana madhilo, umekuja kuna muda gani? Na miezi mitatu, mbona muda wote wewe umekaa ukisema kama una tatizo? Funga mabegi muondoke. Mimi siondoke, anipe talaka yangu. Tuweke nukta hapa katika sehemu hii ya 11. Nikualike sana katika sehemu ya 12 ya simulizi hii tuweze kujua, je, ni nini kitaendelea baada ya Mr. Gundi kuwasili nyumbani kwa mkwe wake. Nikukumbushe tu kwamba usisahau kusubscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uweze kujihakikishia kuwa na familia wa kudumu wa channel yetu.